Most of the time, we normally rush to make vows, or we rush to make commitments. But as we do these things, let us understand that these are vows and these commitments can have a deep impact. Zinaweza funga maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana namba zinasema, if a man vows a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. So what do we understand from this? In this life that we are living, we make a lot of commitments and a lot of vows. But as we do this thing, we should understand that we should not rush to commit our soul or to commit our life to something. Before you make any vow, take your time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Natumai mliona wakati Bahati huyu ambaye huwa anaimba, kuna siku moja alisimama akasema, kaambia Mungu anampenda sana, akasema hata wewe kuacha. So what happened? Because he was doing it publicly. Haleluya. Na unajua kile kitu nafanya publicly, ikiingia kwa media, kila saa watu watakuwa wanafuata waangalia. So recently what happened? He walked out from the gospel music, akaingia kwa zile nyimbo. Na watu wakaanza kumkumbusha. So if you look at that, it's a time on a break. And there are consequences of breaking such ties and such vows. Praise the Lord. So if you make a vow, make sure that you take your time. And that's why hata wakati unaokoka na ama wakati unabatizwa, you should know that this is a commitment that I've made. And I should work for it, not to break it. Praise the Lord. Because breaking it, ama kuivunja, it is going to bring some consequences. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So that is another way that we are people enter to soul ties. So we are saying vows are not to bind the soul. When you vow to someone, umefunga maisha yako pale. Kwa hivyo wadugu na wadada, wakati tunaishi katika haya maisha, let's avoid binding our lives kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elewa ile level uko na mahali uko, uelewe that it will be so risky when wakati umeattach maisha yako kwa watu at this level. Bwana Yesu asifiwe. And that's why Mungu ameweka wakati he has designed season and time for everything that happens in our life. Praise the Lord. But sometimes if we fail to understand it, remember yesterday we said that our time may not change things in the spiritual realm, but the revelation is going to change things. Praise the Lord. So we need to get this revelation that we need to avoid tying our life, tying our soul to things that are going to affect us negatively. Praise the Lord. Wakati kama huu ni wakati wa kufunganisha maisha yako na Mungu na kufunganisha maisha yako na Kristo, kwa sababu ukiweka maisha yako ndani ya Kristo, you are sure of a better future and a brighter one. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So, under soul ties, we can just write this quickly. We have 4 types of soul ties. Good, I mentioned these. We have 4 types of soul ties. Number 1, there is what we call the physical. Unaweza andika physical ili tuendelee kuelewa papo tunaongea about soul tie. Physical soul tie often involve physical connection, including sharing things. Like for example, if you are a person, you have shared something with that person. So there will be, utakuwa na ile, it's like your souls zimeunganishwa in a way. So utakuwa na feel the affection to that person. So that is what we call physical. So physical ties often
involve physical connection, including sexual chemistry. I want us to mention this. Number 2, there is what we call emotional. Another type of soul tie is what we call emotional. And emotional, we say, emotional soul tie usually entails strong feelings of closeness or attachment, whereby you feel that you are attracted to something or someone. That is what we call emotional. Emotional soul ties usually entails strong feeling of closeness and attachment. Number 3, there is what we call mental. So, mental soul ties refer to connection based on shared interest, intellectualism, and deep sense of kinship. So, mental soul ties refer to connection based on shared interest. You find that you share a lot. Unaongea vitu vingi, so the part is like you are connected mentally. Then we have the 4th type of soul tie, that is spiritual. And spiritual, we say, spiritual soul tie are often connected to mutual religious or spiritual beliefs, whereby you find that you are connected to a certain belief. That one you can just bring that way after those 4. But I want to mention, as I finish, I want to mention of how can we break soul ties. Because all of us, we are subject of this. At one point in life, kuna mahali tu tulijicommit without knowing, ama tu kama mchezo. Na ni vizuri tujue jinsi ambavyo tunaweza jitoa pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So, how can we break the soul ties? Number 1, it's very simple. And we can embrace it today. And we begin doing it from today. So number 1 is say, how can we break this? Number 1, if it is a sin we have committed to cause us enter in a soul tie, we need to repent. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni dhambi ambayo ulifanya na ikafunga maisha yako mahali fulani, there is a simple way of detaching yourself from that by simply and genuinely repenting that sin. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And if you repent genuinely, God is so faithful, He is going to forgive you and deliver you from that. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa hivyo kama maisha yako imefungika kwa ajili ya dhambi ulitenda, unaweza kuwa kuna kitu ulitenda zamani, but umekaa katika ile hali umefungwa pale, kwa sababu maisha yako imefungwa pale. You only need to start today and repent. Praise the Lord. Amen. As you repent, hautatubu kwako, you are repenting to the Most High, kwa Mungu ambaye huwa anaona yale mambo ambayo tunatenda hata kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. And as you repent, God is so faithful, He is going to forgive you. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, if it's a form of gift that you are given by an apostle, ambayo ni kuingiza in that soul tie, you need to do away with those gifts. Yes or no? Amen. Kana ambao partner, because I can see and when reality na mama we are when and piano. And very soon we'll be outside there. Bwana Yesu asifiwe. Katika dini wa Garuna tumekala. Nukauke there maybe ni watu ni nduna Mungu. Now never give na mati yana. Yesu nataiwa. With the one you are given a chain. Na ukaachana na mtu na hiyo chain hata leo uko nayo. Na ukiona wewe unakumbuka vile alibreakiwa. Bwana Yesu asifiwe. That is what you are calling a soul tie. So if you want to deal away with that one, you need to destroy those things. Yes, that I. Begi nikita wa amenangu Mungu menense na usia wa. Yes, that I. But I'm not talking about that thing. That meaning, if you decide to clear something, kende wa kumba kwa Satan, uko umaima. Utausi. Yes, that I. There are some people, maybe ulipewa kitu kama nguo. And you know the current world
that we are living, mostly you find that when people are in relationship, mtu anaweza kupea nguo ambao maybe umeweka initials zake na hujui kwa nini amekupea, then wakati unavalia tu unapata kila saa unafikiria juu yake, unasema si tu ni nguo, haina shida, hakuna kitu kimefanya, but you have tied your life to that person. Bwana Yesu asifiwe. So spiritually that person, he or she will be controlling you because umefunga maisha yako pale. Kwa hivyo if you have such levels, if you have decided to walk out from this soul tie, you need to destroy those kids. Bwana Yesu asifiwe. No matter how much expensive it was, you need to do away with it, because immediately when you do away with it, God is going to deliver you from that spirit. Praise the Lord. Amen. And the Spirit of the Lord will have an access in your life. Hallelujah. Number three. If it was a form of vow that you found, like a kuingiza in soul tie, you need to do what you are calling, you need to renounce and repent and break that vow in Jesus' name. I've talked about 3 things. You renounce, you repent, and break that vow in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maybe kuna mtu wakati siku ya kwanza aliingia shule, alienda akapata na rafiki. When I talk about a friend, is not must, si lazima ikuwe a friend of the opposite sex, can be also a friend of the same sex. Then you make some vow. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha niwaambie watu wa Mungu, kuna hizi majina huwa tunatumia. Nasikia mtu anakuita you are my sweetheart, vitu vingi. Hizi vitu zinafunga maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So I know in the current world kuna vitu mingi ambazo zina happen, but wakati na mention these things, tukue very careful, because in a way tunaweza kuwa tunaingiza maisha yetu kwa vitu ambazo zitakuja kutuumiza later in life. So that wewe Mungu wako, I have given you my life, na kimya nimekupa moyo wangu. You know, kuisema inaweza kuwa ni rahisi, but the impact is very huge. Because kupea mtu maisha yako ni kama jinsi ambavyo Yesu alijipeana pale msalabani, akatoa maisha yake kwa ajili yetu. So kutoa maisha yake kwa ajili yetu, he had to suffer so many things. Number 1, he was beaten. Number 2, he was crucified. Number 3, he was alifanyiwa mambo mengi. Kwa hivyo wakati naambia mtu I'm giving you my life, inamaanisha you are ready to suffer for that person. You are ready to pay price for that person. Na utakuwa unapata things that will be affecting. Na utakuwa unapata you cannot settle in life, kwa sababu maisha yako ulijipeana kwa ajili ya mtu mwingine. Praise the Lord. So when the demons zimetuma kutoka mahali fulani, zitakuwa zinakuja fulani kwako, they will be tormenting you. When that person anapitia mambo magumu, hata wewe utakuwa unapitia mambo magumu, because you tied your soul to that person and you gave your heart and your life to that person. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Na vile nimesema, the soul ties are bridges in the demonic world whereby demons can be transferred, and through this way hata watu wengine tunapata magonjwa mengine. Unapata in your lineage hakuna mtu ashaikuwa na diabetes, but all of a sudden unapata you are diabetic. Why? You sold your soul to someone who was carrying those demons, who went out as for that things. So those demons were transferred. They had a plea to move from that person mpaka kwako. Bwana Yesu asifiwe. In other words, ulisema umechukua ile mateso yote hiyo mtu angepitia, yote imekuja kwako, kwa sababu ulipeana maisha yako kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The only person ambaye tunapaswa kupeana maisha yetu kwake ni Yesu Kristo. Because we are sure wakati tumepeana maisha yetu kwa Yesu Kristo, we are saved. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo usiongee neno kwa ajili ya kufurahisha mtu. Kabla uongee, fikiria and see what are some of the repercussions that can come as a result of what I'm speaking. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen.
kazi. And maybe Mungu wako amekupangia kukaa katika hiyo level. So unapata all of your life umefanya tu kazi moja na umekwama pale. You don't make any advancement kwa sababu ulifunga maisha yako pale. Praise the Lord. With a word of mouth. Because there is a verse in the book of Proverbs. The book is Proverbs 23. Let's see what Proverbs 23 says. I'm finishing. Proverbs 21, not 23. Proverbs 21. Proverbs 21 verse 23. This is what the word of God says. Watch your tongue and keep your mouth shut, and you will stay out of trouble. Taka nisome version nyingine. That is chapter 21 verse 23. I want to read Amplified. Nasema hivi. He who guards his mouth and his tongue keeps himself from trouble. He who guards, Biblia inasema, watch your tongue and your mouth. So if you want a peaceful life, katika haya maisha unayoishi, guard your mouth and tongue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because through the words of mouth and tongue, tunajifunga kwa mambo mingi. Praise the Lord. Amen. Na tukijifunga katika yale mambo, unapata maishani tunakaa tukisumbuka. Kumbe ni mahali ulijifunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Unaweza soma ukuwe na good papers, but huwezi pata kazi nzuri. Kwa nini? Kwa sababu ulisema mimi sitawahi enda Nairobi na ukajifunga because of that. Praise the Lord. Unapata mtu amesema mimi sitawahi toka hapa nyumbani, so umejifunga with the word of your mouth. You have tied yourself to that you need to stay in that. So you never have a room or a doorway to do other things. Number 4. The rest now I'm just going to read them. So how do we break a soul tie? Number 4. You forgive that person if you have anything against them. That's another way you can break soul. Najua katika maisha kuna mtu ambaye in a way you are connected to him or her. Na mkakasirikiana na mkaachana in a way. That is, you don't talk. And that feeling, hiyo guilty kwa ndani yako. So if you want to break that soul tie, you need to forgive that person. Praise the Lord. You forgive him or her. You release them from your life. And you allow Christ to dwell in your life. Kwa sababu katika maisha najua tunapitia katika mambo mingi. That's why I'm mentioning of this. That you need to forgive that person. And you release anything that you had against that person. Then number 5, you need to renounce the soul tie. That is, you do away with it in Jesus' name. Unasimama unatamka kwa mdomo. Unasema nilikuwa nimejifunga kwa mtu fulani, but from today nimejifungua katika jina la Yesu Kristo. I'm not connected to that person anymore. But you renounce it openly and verbally with the word of mouth, and the Lord is going to deliver you from that. Praise the Lord. Then the final thing is, ask Jesus to wash and restore the part of your heart that was fragile. Ukikaa chini ujichunguze na upate kuwa katika maisha yako ulikuwa umefunga roho yako kwa vitu mingi ama watu wengi, na maisha yako ilikuwa ni kama imekatika to an extent haujui unataka nini maishani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu leo unapata anasema nataka kuwa daktari, kesho unapata anasema nataka kuwa mwanabiashara, siku inayofuata unapata anataka kuwa kitu kingine. That is a symbolic way of understanding that the life of this person is fragment, imevunjika depending on the people ama wale watu ambaye amepatana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua katika maisha kuna yule mtu ambaye unakuwa unafuata unamchukua kama your role model.
like this person. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unapata ni kama it's your idol. Although I like you to unielewe vizuri, when I mean your idol is like